Hey, mambo vipi mdau wetu, karibu sana. Tuko na Remi, kijana ambaye by the way watu wanamuona sana kwenye mitandao. Amesaidiwa na mwanadada mchekeshaji Mama Chanja. Walio wengi labda hamjasikia neno kutoka kwake, so leo tumepata nafasi ya kuzungumza naye ili atuambie mengi zaidi kuhusu maisha yake mwenyewe. Remi, vipi? Shwari. Poa Sana. Maisha yanaendelea? Nyama tu. Sasa tangu kutoka kijijini hadi hapa ulipo? Ni Mungu tu aliye hapo mbinguni anasaidia tu. Unajisikiaje tangu umetoka kijijini umekuja Dar mpaka sasa na maisha? Wewe pale sio kijijini, ni mjini, sema tu sio mjini professional. Wewe Geita ni kijijini. Hey, watu mnatoka huku mnaenda kule mnasema kijijini pale. Sio kijijini. Sema najisikia vizuri kwa sababu huku ndio kila mtu hata aliyeko kuna anatamani kufika huku. Wenzao walikuwa wanasikia tu kwenye TV, sijui Sinza, sijui Tabata, sijui wapi. Mimi nasikia ndugu zangu. Uliwahi kufika Dar kabla? Sio tu kufika, mimi hata kutarajia kwamba nitakuja nifike Dar. Sifiki, nakuja Dar kufanya nini? Issue sio kuja Dar. Unainyuka unatoka huko unakuja Dar kutafuta nini? Hauna ndugu, hauna nani, una nani, unakuja kumtafuta nani huko? Okay. Nilikuwa natamani kufika lakini shukuru tu Mwenyezi Mungu, dadangu Mama Chanja amenisaidia mimi nimeweza kufika Dar es Salaam. Namshukuru Mungu. Watu wengi sana wanatamani kuja Dar kama ulivyosema, lakini wengine wanakuja kwa sana, watu wote walioko huko wanatamani kuja Dar. Wewe umekuja Dar kwa kusaidiwa na star mkubwa. Hii bahati unaona ilikuja kujaje kwako? Hii bahati ni Mungu tu bana, yagorogonyewa mambo mpaka yanaungana hivyo, sio mimi, ni Mungu. Mimi nikisema nikuelezea hapa taka miaka buku mimi nitashindwa kukuelezea. Sawa. Natamani kujua ilikuwa kuwaje hadi wewe ukakutana na Mama Chanja na hadi ukapata ile zali la kuja mjini. Ilikuwaje? Mimi mwenzenu nilipanda zangu live, nilikuwa nimeshiba zangu ugali na mahindi. Kamkuta Mama Chanja huko live. Mimi sikuwa najua kama anaweza kunipandisha. Nikakaa tu pale live nikashtukia tu amenipandisha. Cha kwanza nikachanganyikiwa kunipandisha basi hivyo tu mimi nikifurahi tu mimi nimejifurahisha, yani nilifurahi sana, yani hiyo siku nilifurahia kufurahi kwangu. Alipenda. Alivyopenda ndo kama hivyo. Alikuwa na mnada wake Kahama. Kabidi mimi nimfuate huko Kahama nikamuone hata. Lakini kwa sababu tulikuwa hatuna hata mawasiliano kufika Kahama. Ndio hivyo sikufanikiwa kuonana naye. Okay, mimi kitu ambacho nilikuwa nataka kufahamu kutoka kwako. Ulishawahi kuwaza labda kuna siku utakuja kuwa maarufu? Kuwaza kama nitakuja, kwani nishakuwa? Au wewe unaonaje kwa upande wako? Kwa upande wangu? Kufika Dar tu ni ustaa tosha. Ulishawahi kuplan kwamba ipo siku utafika Dar? Kufika Dar? Kwa mpango ya Mungu nilikuwa nadhani, sio kutegemea. Nilikuwa nadhani yani kama kufika 10% nilikuwa nazo, 90% kwanza mfukoni. Kwa hiyo mimi nilikuwa siamini kama naweza nikafika Dar. Nauli ya kufika Dar yenyewe ningeweza kutafuta nikafika. Kwa hiyo kufika Dar sio issue. Issue ni kuja kwamba Dar unakuja kwa nani, kufanya nini, vitu kama hivyo. Lakini nafurahi sana mimi kufika Dar es Salaam. Watu wanakuwa na comment tofauti. Kuna wanaohisi labda kuna manyanyaso hapa na pale, labda unapata kutoka kwa Mama Chanja labda nyuma ya pazia. Labda hawa watu design ambao wanafikiria hivi, unawaambiaje? Achana nao, hao ni wachawi, achana nao. Wachawi kabisa wachawi, achana nao. Okay. Remi, umekuja mjini, umeacha ndugu zako vijijini. Umewaacha ndugu zako Geita. Umesema Geita, si ndio? Tangu umefika na umeanza kuonekana kwenye TV za mitandaoni na nini, Mama Chanja na kuposti, simu zinazokuja nyumbani zinasemaje? Simu zinazokuja nyumbani? Simu zinazokuja nyumbani si unaelewa tu hata wewe. Ndo kama hivyo, haina hata haja kukuambia simu zinasemaje. Sasa simu zinasemaje? Mambo, habari, shwari, ni pera, sina hela, imeisha hiyo. Lakini bado hujawa na hela au tayari ushajipata kidogo? Hela. Kuna hela na pesa. Hela ninayo, pesa sina. Mama Chanja ni mtu wa aina gani kwako? Mama Chanja ni kama unavyomuona, mtu mwenye roho safi. Hawapo dunia hii, kuwapata ni adimu. Kwa namshukuru sana Mungu kunikutanisha na mtu kama Mama Chanja. Sio rahisi. Unamchukulia Mama Chanja kama nani kwa? Mama Chanja? Kwanza mimi bado mimi mpaka hapa nilipo mimi ni shabiki yake. Mwanzo mimi nililala nje ya hoteli yake ili tu hata nifanikiwe kumuona tu sura yake. Mimi sikuwa nategemea kwamba pale nalala nje atanirekodi, ataniposti. Nililala tu pale nje nimuone, nilizike nirudi zangu Geita nikapige mawe. Kama hivyo, lakini ni Mungu tu jamani. Hivi Mama Chanja akikasirika goga ni mtu ana magani huko mnapokaa pamoja? Maana mara nyingi unakaa naye karibu sana huyo.
Sijawahi kumwona akiwa amekasirika. Sijawahi kumwona. Labda akifoka, labda pengine labda mtu amemuuzi, labda comment mbaya za mashabiki. Comment mbaya za mashabiki? Sijawahi kuona. Mama Chanja ni mtu wa furaha tu muda wote. Labda kama anaumia mimi sijui, lakini mimi sijawahi kumwona. Okay. Uko vijijini bwana, ukija ukawa karibu. Sio vijijini ndugu yangu, ni mjini. Huko mjini Geita ulikotokea, baadhi ya watu wengi wana zile itikadi za kwamba ukionekana pamoja na star kama Machanja, wengine wanaanza kutumia meseji, utatolewa kafara, utafanya nini? Nani nitoe kafara jamani? Mwenyewe natafuta kumtoa kafara afu nitoe kafara. Mimi simo huko. Okay. Wewe ni Mkristo Muislamu? Nani? Naweza niseme tu Mkristo, lakini Mkristo fulani hivi. Pigo za Waislamu anataka hataki. Niko siko. Okay. Leo rafiki wa dada yako Asma anafungua duka lake hapa. Una neno lipi juu yake usiku? Neno la kusema hapo, sio rahisi kufungua duka kama hivyo. Kuna wengi wanatamani ila hawawezi. Ni kuomba tu Mwenyezi Mungu, vikwazo ni vingi vya hapa na pale nini, unaelewa. Kuna watu wengine hapa wanafungua duka ila hawapendi. Ndio hivyo, wengine wachai washindwe na walegee kwa jina la Yesu. Mungu azidi kufanya mambo, azidi kunyoka, akae kwenye mkao, vitu kama hivyo ni Mungu tu. Yaani Mungu azidi kunyosha. Vitu vikae kwenye mkao. Mimi nilikuwa nataka kufahamu kwamba plani zako sasa kwa ustaa ulionao na huu maarufu ulionao, umepanga kuishije sasa hapo mbeleni? Utakuwa ni mtu wa maisha namna gani? Plani zangu si kula, kunya na kurara. Sasa kingine uishe kuona wapi? Mtu ana plani nini? Kula, kunya, kurara. Ndio vitu vya muhimu. Kuna kingine? Labda magari makali labda mbeleni. Gari kali za nini jamani? Mimi kuendesha kwenyewe sijui gari ya nini. Utaki kifari wewe? Utaki kufari kabisa. Mungu akinipa maisha kifari nachukua. Kama hajanipa na shida nayo ya nini? Okay. Yes, mimi nataka nikuulize swali moja. Wote tumetoka huko kijijini au mkoani, si ndio hivyo? Kitu gani cha kwanza ambacho ulikuwa kipindi uko kwenye gari unakuja Dar, ulikuwa unakifikiria kwamba yani Dar ikoje, unajua? Jamani niache. Yaani hapa nimekula mabata mengi. Yaani mimi mwenzenu nilikuwa juu angani naelea. Mshaikuelea jamani? Najua hapa kuna mtu hajawahi kupanda ndege. Uongo. Unaona? Afu leo hii kuna mtu aje aseme Mama Chanja nini anakunyanyasa wapi? Ni kati ya ndege, ni kati ya kitu ambacho kilikufurahisha sana siku hiyo. Kama mwenzenu hata kuiona mimi kwa sijawahi. Kuiona hiyo hapa kwa kiona ile kule juu na yaka. Sasa hivi mimi naona wanapita juu na acheka pumbavu, mimi shai kupanda. Kitu kama hivyo. Sawa sana. Lakini kwa Dar nini kilichokushangaza? Kitu gani ulikuwa unakifikiria alafu ulivyokuja huko kikakushangaza zaidi baada ya kufika? Kitu gani kinanishangaza? Yaani baada ya kufika. Kilichokushangaza. Maana huko mna joto nyingi sana mnaniko. Huku ni joto tu basi kwa uzima, na kule huko kama ni maisha kote yako sema huku si ndo makao makuu. Hivi nyumbani kwa Mama Chanja kuna joto au ni AC? Afu unanitafuta matatizo. Sasa mimi nitajueje AC yenyewe? Mpaka sasa hivi sijui kutofautisha feni na AC. Nimeanza kujua hivi. Sasa unavyoniuliza hivyo, wewe nimekwambia Dar es Salaam yote ina joto. Afu leo hii unaniuliza kwamba kuna joto nini? Sasa unanimaanisha nini? Ule mtaa una joto, akiwasha feni ni baridi, akizima ni joto. Kitu kama sasa unaniuliza swali wewe unajua Dar au mimi ndo nimefika Dar ya joto, labda kuna Dar ya baridi ndugu yangu. Lakini kama nimekuwa. Okay, Remi, leo hii mtu ambaye atamuongelea Mama Chanja neno baya mbele yako, nini ambacho unaweza kumfanya? Asiongee chochote kulingana na imekoseana naje. Sasa kama Mama Chanja amemkosea afu amemwambia mimi siongee. Kulingana maswali mengi yanatafutia matatizo tu hapa. Mimi kwani kuulize, ni msanii yupi ambaye ulikuwa unampenda ukiwepo mkoani na unatamani kumuona baada ya kufika Dar? Ulikuwa si Mama Chanja? Msanii Mama Chanja? Wasanii wa kuimba mimi mwenyewe msanii, mnipeni kazi. Naweza. Kidogo Remi. Ni wape kidogo tu. Maokoto. Na nakupa mimi maokoto. Acha kunipitia. Bana Remi bana niwaimbie nini? Tuimbie Remi. Nimeshamaliza. Kwa niaba ya wana. Kwa heshima kabisa. Kwa heshima Remi. Bwana mimi niko natamani kufika Dar es Salaam. Dar es Salaam ndio hiyo niko kwenye mstari. Si tuondoke Dar es Salaam ndio hiyo? Nimeshafika na nimeshazoea. Nyama kama wote. Bana Remi bwana. Brazo unanikatiza, niache nikae kwenye viti. Tuendelee. Estokizi kweli anastahili hapa. Estokizi. Kwenye 1 na 2 hata kwenye 3 na 4 popote panastahili. Amna Remi, mimi ni kuache bwana ukaenjoy. Tunashukuru kwa time yako. Asante sana ndugu zangu.